حديث الافتراق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي زيادة: كلها في النار إلا واحدة. حسن الحديث الإمام العلامة الوادعي في صحيح المسند والألباني في الصحيحة. Ndugu katika imani, tulikuwa tuna dhamira ya kuendelea kutaja yanayofungamana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Katika juma ya leo tulipanga tutaje mwezi huu wa Ramadhani kati ya yale yaliyozushwa na yale ambayo yamethibiti. Lidhamiria kuyataja haya, lakini kwa sababu za hali ambazo zipo tumeonelea tutaje maudhui ambayo yanafungamana na wakati huu pia, kwa sababu pia ni jambo la msingi kulibainisha kwa umma, hasa katika minasaba kama hii ya aljumuat, kutikana Ijumaa na viwanja kama hivi vya kukumbushana na kuwepo Waislamu na kuhudhuria kwa kiasi. Nimetaja hadithi ya Abu Hurairah wanaoitambua ahlul ilmi kama vile hadithi ya al-iftiraq. Abu Hurairah anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, waligawanyika Mayahudi makundi 71 au 72, na wakagawanyika Wakristo makundi 71 au 72, na umma huu wa Kiislamu, umma wa Muhammad, utagawanyika makundi 73. Yote haya yatakuwa ni katika makundi ya motoni isipokuwa kundi moja. Katika baadhi ya riwayat likatajwa kwamba kundi ambalo litasalimika na moto wa Allah Ta'ala ni kundi ambalo linafuata njia yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliyokuwa juu yake yeye na masahaba. Kwa hiyo hadithi ni hadithi al-iftiraq, hadithi ya kutaja makundi ambayo yatapatikana katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlul ilmi wakaeleza katika vitabu vyao maana na muradi wa hadithi hii. Nitanukuu baadhi ya aqwali za ulama fi tasarruf yasir. Al-Imam al-Allama Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala katika Itisam anasema, wa inna hadhihi al-firaq inma tasiru firqan bi khilafi ahli al-firqati an-najiyah fi ma'na kulliyin في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في معنى جزئي من الجزئيات. Anasema haya makundi yatahesabika ni katika makundi maovu kwa sababu ya kule kukhalifu kwake mambo ya kimsingi na mambo ambayo ni nguzo katika dini, wala si kwa kukhalifu tanzo za sheria juzuu katika dini, yani katika mambo ya fiqhi. Haya makundi yatasabika ni makundi maovu potovu kwa kule kukhalifu kwake mambo ya kimsingi katika dini na kanuni na misingi mbalimbali katika misingi ya dini hii, si kwenye kukhalifu kwenye mambo ya fiqhi, mambo ya kijuzuu.
lakini pia maneno haya yatawekwa wazi zaidi na maneno ya al-Imam al-Allama Abu Mansur Abdul Qahir ibn Tahir al-Baghdadi kwenye kitabu cha al-Farq baina al-Firaq, alipokuwa akieleza hii hadithi, akichambua hii hadithi katika kitabu chake, anasema waqad alima ashabu al-maqalat annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lam yurid bidhalik, na kwa hakika wametambua waandishi kwenye mambo ya itikadi na mapote na makundi mbalimbali katika dini, wametambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama hakukusudia fi almasail allati ikhtalafat fihi al-a'imma, hakuwa anakusudia Mtume sallallahu katika ile masala ambayo wamekhtalifiana maulama fi furu' al-ahkam, katika tanzo za ahkam, wa fi abwab al-halal wal-haram, na hakuwa anakusudia kwamba ikhtilafu zitakazopatikana na makundi yatakayopatikana katika upande wa mambo ya halali na haramu. Sababu kuna baadhi wako wanachukua hadithi wakasema kuna madhehebu si 4 au 5 au 4, kuna Hanabila, Shafiia, sunna kadhaa, wakachanganya na makundi mengine, Shia, Shia kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakusudia vingine, hakuwa anakusudia zile ikhtilafu ambazo zinapatikana katika upande wa mambo ya fiqhi, mambo ya ahkam halali na haram. Kisha akasema wa inna ma qasada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na kwa hakika si vingine alikuwa anakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallama bidhikri al-firaqi al-madhmuma, kutaja makundi maovu, firaqi ashabi al-ahwa, makundi ya watu wa matamanio, adalla, makundi ambayo yamepotea. Alikuwa anakusudia haya ndio ambayo yanatajwa hapa kwa ajili ya kuwakemea watu kutokuingia humu.